Sababu tano ambazo zimeweza kupelekea au ambazo zinaweza kupelekea Simba kutofanya vizuri au kufungwa na timu pinzani. Ni muhimu sana kujua kwamba ni jambo la ajabu kuona Simba inafungwa na timu pinzani, hususan katika swala la mchezo wa kimataifa au hususan katika swala la kuchukua kombe la kimataifa. Tunajua wazi kwamba Simba ni mojawapo ya timu kubwa hapa nchini Tanzania na pia ni mojawapo ya timu ambayo inafanya vizuri kimataifa. Lakini hizi ndizo sababu tano ambazo kama wewe ni mtu ambaye uliangalia mpira vizuri na kwa hizi sababu ambazo tutaweza kuzitaja, basi utakiri na kukubali kwamba hakika hizi ndizo sababu tano ambazo imeweza kupelekea Simba kutofanya vizuri au kufungwa na timu pinzani. Na tunajua wazi kwamba Simba inapokuwa imeweka nia ya kuweza kuichapa timu pinzani huwa wanatimiza, na tunajua kwamba wachezaji wa Simba kwa jana walikuwa wanacheza mpira ambao ni wa kutaka matokeo mazuri. Lakini hizi ndizo sababu tano ambazo zinaweza kupelekea Simba kuweza kufungwa. Sababu ya kwanza ni sababu ya coach, ni sababu ya refa. Hii ni mojawapo ya sababu kubwa sana ambayo imeweza kupelekea Simba kutofanya au kutoifunga timu pinzani, kwa sababu refa alikuwa anawapendelea sana, na hii ni mojawapo ya sababu kubwa sana ambayo imeweza kupelekea au ambayo iliweza kupelekea Simba kutofanya vizuri au kutoifunga timu pinzani. Na pia sababu ya pili ni marefa wa upande, yani marefa wa nje. Hawa pia ni mojawapo ya sababu ambayo pia imeweza kupelekea Simba kutoifunga timu pinzani, kutokana na wale marefa pembeni kuipendelea timu pinzani. Na tunajua wazi kwamba hii pia ilikuwa inaonekana katika mchezo wa jana, na hii ni mojawapo ya sababu kubwa sana ambayo imeweza kupelekea Simba kutoweza kufunga timu pinzani. Na pia sababu ya tatu ni sababu ya pressure ya wachezaji waliokuwa nayo baada ya kufungwa goli la kwanza. Hii ni mojawapo ya sababu kubwa sana pia ambayo imeweza kupelekea Simba kutoifunga timu pinzani, kwa sababu ya ile pressure baada ya kufungwa goli la kwanza. Na pia sababu ya nne ni sababu ya kunyimwa au kukataliwa kwa goli. Hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo iliweza kupelekea Simba kutoweza kuifunga timu pinzani baada ya goli lao kukataliwa. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu kubwa sana ambayo Simba iliweza kupelekea kutoifunga timu pinzani. Na pia sababu ya mwisho kabisa ni sababu ya mchezaji na pia kocha msaidizi kupigwa kadi nyekundu au kadi kupigwa umeme. Hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo iliweza kupelekea Simba kutoifunga timu pinzani. Tunajua wazi kwamba walikuwa wanacheza watu 10, kwa hiyo ile nguvu kazi inaweza kupungua. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu kubwa sana ambayo inaweza kupelekea Simba kutoifunga timu pinzani. Kwa hiyo hizi ndizo sababu tano ambazo ni kubwa sana ambazo zimeweza kupelekea Simba kutofanya vizuri au kutoifunga timu pinzani, kutokana na hizi sababu ambazo nimeweza kuzitaja. Na kama uliweza kuangalia mpira jana, basi utaweza kukubaliana na mimi kwamba hizi ndizo sababu tano ambazo zimeweza kupelekea Simba kutoweza kuifunga timu pinzani. Na sio jambo la kushangaza kuona Simba anafungwa ugenini, lakini timu pinzani inapokuja nyumbani wanaichakaza vilivyo. Lakini kwa jana, hizi ndizo sababu tano ambazo zinaweza kufanya Simba kutoweza kubadilisha matokeo, na tulikuwa tunaona jinsi wachezaji walikuwa wanapambana, lakini ukweli ni kwamba hizi ndizo sababu tano ambazo zinaweza kupelekea Simba kutoifunga timu pinzani. Lakini pia kama unahitaji kuweza kufahamu mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na Simba na Yanga, hakikisha unanifollow ili uweze kufahamu kiundani zaidi. Naitwa Isaac Kanyankole.